Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji wa runinga unaienzi ya KBC Channel 1 mahali popote ulipo. Karibu sana kwenye kipindi unachokienzi, kipindi Sanaa ya Kiswahili, kipindi ambacho mpenzi mtazamaji kinakutoa sebuleni, kinakutoa jikoni na hata kinakutoa sehemu za kujisaidia ili kukuregesha darasani. Mpenzi mtazamaji, kipindi cha leo ni Bomba bin Bomba na ni watoto wadogo ambao watatuonyesha ainati za usanifu wao lugha ya Kiswahili na mambo mengine kocho kocho. Ni shule gani mpenzi mtazamaji? Ni shule ya msingi ya Ndururuno. Je, historia yake ya fupi ni ipi? Mpenzi mtazamaji, shule hii ya msingi na sekondari ya Ndururuno iliyoko katika kaunti ndogo ya Mathare hapa jijini Nairobi ilianzishwa mapema mnamo mwaka wa 1970. Ardhi ambayo shule hii imekalia mpenzi mtazamaji ilitolewa na mmiliki wake wa awali almaarufu akiitwa Nduru Mwana Runo, ndiposa jina Nduru Runo mpenzi mtazamaji inayotafsiriwa kiurahisi kama Nduru wa Runo katika lahaja ya Kikuyu ama jamii ya Agikuyu. Shule hii mpenzi mtazamaji ilianza kuimarika kwa kuajiriwa kwa mwalimu mkuu wa kwanza Bwana Thairu Maina mnamo mwaka wa 1973. Ilikuwa kwa miaka mingi chini ya wasimamizi, walimu na wanafunzi tofauti hadi kufikia mahali ilipo. Kutokana na uwepo wa kundi la kwanza la wanafunzi ya gredi ya 7 chini ya elimu mpya inayozingatiwa almaarufu CBE, mwaka wa 2023 shule hii ilipata ongezeko lisilo la kifani la idadi ya wanafunzi na miundombinu kwa kiwango chake cha awali. Kwa sasa mpenzi mtazamaji unayetizama runinga ya KBC Channel 1 kipindi cha Sanaa ya Kiswahili, shule hii inajivunia idadi ya wanafunzi 3721 katika kiwango cha msingi sekondari chenye mikondo 24. Zaidi ya hayo, ina idadi ya wanafunzi 2033 katika sehemu ya msingi kuanzia gredi ya kwanza hadi gredi ya 6. Kwa jumla shule hii ina wanafunzi 5754 Momanyi. Kazi kubwa zaidi. Kumbuka mpenzi mtazamaji, toka Todonyang hadi kwake Moses Kajwang, toka kule Loitoktok mpaka kwake Waziri Bitok, wote wanatazama. Kumbuka ni Sanaa ya Kiswahili, raha kubwa na tena bab kubwa, show ambayo inakuletea vipaji murwa kabisa kutoka kwa wanafunzi hawa ambao ni wa Ndururuno. Ndururuno Ndururuno, sauti inamtoa nyoka pangoni na mleta jukwani hadi hapa tulipo. Basi ndipo sauti unazisikiliza. Angalau tusikilize mabinti hawa na magulamu wametuandalia nini. Kumbuka wao wamepikwa kapikika, wameandaliwa wakandalika. Ndio show inangwananga. Ukipenda ni kipindi chako nambari 1, kipindi katika bara zima la Afrika, Sanaa ya Kiswahili. Tunapiga mbizi maridadi zaidi tukiwa basi na wadau hawa watakaoifanya show kuwa kubwa zaidi. Kumbuka ni kwa mujibu wa vipaji ambapo CBC imewapatia nafasi ya kujitathmini na kuonesha ubora wao. Utawazalia nini? Wamekwisha panda pantosha, sasa wamevuna pankwisha. Jina langu ni Mathias Momanyi, usiende mbali. Bila shaka mpenzi mtazamaji, shule hii iko chini ya mikono tulivu ya mkuu wa taasisi Bi Nancy Muturi akisaidiwa na manaibu wawili kutokana na idadi ya wanafunzi Bi Emi Ulila na Bi Pauline. Shule hii mpenzi mtazamaji ina jumla ya walimu 64 wakiwemo 24 wa shule ya upili na 40 wa shule ya msingi. Tangu mwanzoni mpenzi mtazamaji, shule hii imepiga hima sihaba kuimarika katika nyanja ya elimu. Aidha imepanda kwa utukufu wa kuhusika katika viwango vya kikanda na vile vya kitaifa, nyanja kama vile michezo kama mpira wa miguu na hata tamasha kama vile maigizo ya lugha ya Kiswahili. Ukijiunga na Ndururumo katika nafasi yoyote ile mpenzi mtazamaji, wanakuambia mafanikio yatakuwa ni mtindo wako wa maisha. Haya yote yanahusishwa na uongozi wa Mwenyezi Mungu. Popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu. Jina langu naitwa Rashid Momkondo. Katika mbizi hii tunasonga pamoja. Wapo wadau wetu ambao ndio majaji. Kumbuka si wale ambao wanatekeleza sheria kule mahakamani. Huku ndiko tunakutana nao, wanatathmini shughuli hii ili tusikilize sauti zao. Sauti ya kwanza, Mwalimu Bartholomeo Kikichi Kombo. Safi, na shukuru sana Mathias Momanyi na Rashid Momkondo na vile vile kuwa katika shule hii ya Ndururuno ambayo inapatikana katika kaunti ndogo hii ya Mathare.
na tumepokelewa vizuri na B Nancy Muturi na Dennis Okemwa katika shule hii. Mimi ni mmoja wa majaji na ambayo nitaweza kutathmini kazi za wanafunzi katika kitengo cha bunge la mwanafunzi cha Mshabongo na vile vile katika kitengo cha fasihi. Jina langu ni Kikeji Kombo, mwandishi wa vitabu vya shule hii ya JS, yani Junior School, vile vile shule ya msingi, shule ya upili, na vile vile ni mhadhiri katika chuo cha walimu. Na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili tufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Wama usema figa moja haliji kichungu. Nashukuru bingwa. Asante sana. Sauti ya tambo la mtu, muite mzee Kombo Kikechi ambaye ni kocha wa raga. Sako kwa baka ameketi naye mlezi wa Kiswahili, mama yetu, tunamkaribisha kwa shikamoo. Karibu sana. Asante sana, marahaba Mmanyi na Rashid. Nashukuru sana siku ya leo na kuwa hapa Ndururuno shule ya msingi katika sanaa ya Kiswahili Ndururuno. Mwakaribishwa sana. Tunaona wanafunzi pia wanangojea kwa bashasha, wanataka kuonekana katika runinga ya KBC. Asanteni sana na karibuni nyote. Niko hapa kama mmoja wa majaji. Kwa majina ni Bi Jennifer Mumelo. Karibuni. Jamvi tumelitandika na mwenzangu nahodha. Kazi kwako mtoto wa mjomba. Bila shaka kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tutapata wimbo wa taifa letu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla kung'oa nanga meli hii ya sanaa ya Kiswahili kupitia runinga unayoenzi ya KBC Channel 1. Kwa sasa wanafunzi, tafadhali ukumbi ni wenu kwa wimbo wa taifa na ule wa Afrika ya Mashariki. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu taomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Tunaingia kwenye sehemu yetu ya kwanza kipindi hiki ikiwa ni kipaji changu. Kumbuka sehemu ya pili itakuwa ni bunge la mwanafunzi na chemsha bongo. Sehemu ya tatu ni uchambuzi na utathmini wa fasihi ya vitabu. Kisha tunafunga kazi na densi ama kunengua. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, je, wanafunzi mchana wa leo ama adhuhuri ya leo wametuandalia vipaji gani? Tazama, kodoa macho kwenye runinga yako ya KBC Channel 1 kwa sababu wanafunzi wa Ndururuno wako na nduru. Ni sisi mabanati Ndururuno, tukipeperusha mwandani na mwalimu Mosioki. Anguka nasi. Je, mwamfahamu punda? Nasi yeye ni mnyama. Mbona umtese punda? Si ana mwili wa nyama? Basi jukwani twapanda, Misa nimetutuma, punda ni wetu mwandani. Kazi yamerahisisha mazao ya wakulima, anapeleka sokoni, watu nao wakihama. Avuta mkokoteni, lakini hajalalama. Mmekupa kipato nani? Punda ni wetu mwandani. Kazi yamerahisisha. Mbona sasa wamgonga hadi mwili wachipuka? Kwayo fimbo wa mdunga hadi damu ya mtoka. Shingo nalo hujakinga, ngozi yake imetoka. Punda ni wetu mwandani. Kazi yamerahisisha. Mkumbuke kumlinda tukifikia tamati.
uovu dhidi ya punda. Tunafaa kuripoti, siuze ngozi ya punda. Kiona mtu ripoti, punda ni wetu mwandani. Kazi amerahisisha, tumemaliza, tamatisha, kuisha. Karibieni wazazi, kuna jambo niweleze kuhusu haya malezi ili muyatekeleze. Mwana kampa Mwenyezi, baraka msipoteze. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Nimefundisha shuleni kuhusu malezi mema, viko hadi vitabuni, vyote nitakavyosema. Sakura mitandaoni, upate usiachwe nyuma. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Hapa mwisho ninakoma, njaa ikiwa sababu, ila bado ninasema nisikose matibabu. Tumbo langu likiuma, enda nami kwa tabibu. Nipeni malezi mema niweze kuwa vizuri. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale Bwana hata milele Bwana, overpower all of me the way you truly deserves. Natamani kuongozwa na mkono wako mwenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Jina langu ni Toste Nanduku. Niko katika gredi ya 8 na talanta yangu ni uchoraji wa viponzo. Picha yangu ya kwanza nimeuchora kiponzo kiitwacho Lafi. Nimeuchora kiponzo hiki kwa maana hiki ndio kiponzo ninachokipenda. Asanteni. Jina langu ni Ivan Odhiambo. Katika gredi ya 7 na talanta yangu ni ya uchoraji. Napenda kuchora watu na huu ndio mchoro wangu. Jina langu ni Mark Migu na niko gredi ya 8 na talanta yangu ni kuchora vibonzo na hii ndio mchoro wangu. Jina langu ni Esther Daratu na niko katika gredi la 7. Huu ndio mchoro wangu.
Mchoro ya kwanza ni ya rais wetu William Samoei Ruto, na picha la pili ni ya mchezaji maarufu. Jana nilikuwa najua njia, weather ilikuwa shua, lakini kwa mkia leo nikajipata nimepotea na sijui njia. Though najua kuna mwangaza wa jua, sioni mbele. Ni wapi nilianza kupigwa na hii mvua? Tick tock, tick tock. Kila wakati muda ukisonga niko TikTok, nikijifeed na maadili ya Western world na kusahau maadili yangu ya Kiafrika na the spoken word ya mababu zetu kuhusu heshima. Mbona sikumwamkia mamake Maria kiti kanisani? Mbona mama Fatima kunituma dukani nami nikakataa? Nashangaa mbona jana sikumpisha mzee Juma njia, na baada ya kurekebishwa eti kwa kuwa yesi wangu mzazi nikaanza ubishi. Nimejiwaste na word ya Western world ilionifunza Instagram na kusahau grams haina uzani ya uzito kuliko kilo ya the spoken word ya mababu zetu waliosoma bila vitabu way before hata enzi ya Facebook. Niko on a mission ya kurudi back to basics. Time tulijua right na wrong na tulikuwa na purpose. Wakati tulijua left na right na tukapass. Wakati tulijua east na west bila hata compass. Babu, nisamehe kwa kupoteza maadili yangu ya Kiafrika. Nisamehe kwa vile sasa nimeadhirika. Jana nilikuwa najua njia, lakini kwa mkia leo nikajipata nimepotea na sijui njia. Lakini nitajitafuta, na kuna vile nimeanza kujipata. Najua na hijua nitapata mwangaza, na hivi ndio nitajua niligongewa wapi na hii mvua. Kwa sasa itabidi nimefollow maadili yangu ya Kiafrika. Stories za Facebook, Instagram na TikTok itabidi nimezipiga X. Ruth Wangare kutoka shule ya Ndururuno na the spoken word. Shukran. Jina langu ni Stacy Siombua kutoka shule ya Ndururuno sekondari ya awali. Nina kitanzandimi. Wana wawili wa waliwali walikataa kula wali wakasema watala wali wao mwenyewe. Wana wawili waliwali walikataa kula wali wakasema watala wali wao mwenyewe. Wana wawili waliwali walikataa kula wali wakasema watala wali wao mwenyewe. Jina langu ni Gladwell Wanjiku, mwanafunzi wa shule ya sekondari ya awali Ndururuno. Nina kitanzandimi. Kanga wa maanga mwenye matanga anatangatanga. Kanga wa maanga mwenye matanga anatangatanga. Asante sana mpenzi mtazamaji, kila unapojua kwamba kuna siri katika maisha, siri hasa ya kutema mate. Siku zote maishani babu kanifunza kuwa tema mate chini. Pindi unapotema angani yanakurudia kifuani ama usoni mwako. Kumbuka hiyo ni siri ya maneno, lakini katika bunge la mwanafunzi kunao walezi hapa wa Kiswahili ambao ni wabunge wenyewe. Hawa sasa ni wabunge, si wanafunzi tena. Mbunge, jina lako nani? Jina langu ni Terry Ojango. Asante sana Terry Ojango kutoka kaunti ya Mumias pale katika sehemu za Kakamega, kaunti ya Kakamega. Jina langu ni Kings Alex. Kings Alex kutoka kaunti ya Kiambu. Jina langu ni Stephanie Nyambura. Stephanie Nyambura wa kaunti ya Nairobi. Nani kama wewe? Jina langu ni Levis Kwei. Levis Kwei kutoka kaunti ya Bungoma huyu. Jina langu ni Joyce Atieno. Joyce Atieno kutoka kaunti ya Migori.
Jina langu ni Hope Kezia. Hope Kezia kutoka kaunti ya Mombasa. Kezia. Asante sana mpenzi mtazamaji. Kumbuka tunaposhuka katika bunge la mwanafunzi atatusomea Ojango mwenyewe mada. Mada tunaangazia nini? Elimu bila malipo inaongeza ubora wa elimu. Elimu bila malipo huongeza ubora wa elimu. Vipi? Itakuwaje? Shujaa wanakubali, jasiri wanakataa. Tuanze nawe mbunge. Upande wangu nasimama kidete kama chuma la pua ili kuunga mkono mada inayosema kuwa elimu bila malipo inaongeza ubora wa elimu, kwa sababu inadumisha usalama wa wanafunzi. Wanafunzi wanapolipiwa karo la shule na pia wakishughulikiwa kila kitu ambacho wanahitaji kushughulikiwa, basi wanaweza kupata fursa ya kuja shuleni ambayo itaweza kuepusha na mambo kama uvutaji bangi, pia wasichana kushika mimba za mapema. Pia wanaelimishwa madhara ya utumiaji mihadarati na pia madhara ya mimba ya mapema. Hoja langu la pili ninazungumzia kuhusu ajira na pia maendeleo katika jamii. Wanafunzi hawa wanapokuja shuleni wanashughulikiwa na kushughulikiwa, wanatia bidii kama mchwa anayejenga kichuguu kwa mate. Wanafanya bidii na kusoma kwa bidii ili kutimiza ndoto zao ambazo zinaongoja katika maisha ya mbeleni. Wanapopata kazi ama ajira hizo, wanaweza kushughulikia jamii zao na kuwaondoa mali walipo. Asante bwana Spika. Bunge umwami kweyu, makofi mpigie. Haya basi, amesema Ojango haiwezekani. Anakataa katakata. Anasema Bilikuli, kazi kwako. Asante sana bwana Kinara kwa kunipatia nafasi hii. Ningependa kupinga mada ambayo inasema elimu bila malipo inaongeza ubora wa elimu, kwa sababu kwa sasa serikali haitoi pesa za kutosha ili kugharamia kila kitu. Kwa mfano, ukiangalia mswada wa fedha wa mwaka huu, serikali imetoa bilioni 702 kwa ajili ya elimu, lakini mfumo wetu wa uhimilizi umaarufu CBE unawahitaji walimu na pia wanafunzi kutumia vifaa vya kidijitali, lakini ukiangalia kiwango cha pesa hii haiwezi kutosha kabisa kugharamia vitu hivyo. Hivyo itawabidi wazazi kuingia mifukoni mwao ili kufadhili vitu hivyo. Ojanga anajenga, mpige makofi jamani. Mbunge kutoka kaunti ya Kakamega, hatari sana, lakini hapa amesema haiwezekani. Mbona anaandika mata wakati wino upo? Wape dawa. Ningependa kuunga mkono mada inayosema elimu bila malipo inaongeza ubora wa elimu. Hii ni kwa sababu wakati wanafunzi wanapata fursa ya kwenda kusoma bila kulipa karo, wao hupata nafasi ya kutimiza ndoto zao na kuwa watu wa maana katika maisha yao ya baadaye. Hoja yangu ya pili ni kuwa wakati wanafunzi wanapata fursa ya kwenda kusoma bila kulipa karo, wao hupata nafasi bora ya kujiunga na wenzao ambao wazazi wao wanajiweza kulipa karo na kudumisha usawa katika nchi yetu ya Kenya. Nani kamati yenu? Makofi mpige jamani. Mbunge kala vizuri kashiba anasema ni msikubali ya hoja zao. Aise, teremsha. Asante sana bwana Kinara kwa kunipa fursa hii. Ningependa kupinga mada linalosema elimu bila malipo inaongeza ubora wa elimu, kwa sababu elimu ya bure inaongeza msongamano mkubwa katika shule za umma. Pili, ningependa kusema elimu ya bure inawafanya wanafunzi kuzembea. Piga makofi bingwa huyu. Kaunti hii sasa inatusafirisha moja kwa moja kwa kimbunge, tusikiliza anasemaje. Inawapa wanafunzi fursa ya kutia fora masomoni ili kusaidia jamii pale ambapo wametoka na pale ambapo watakuwa baada ya kukamilisha masomo yao. Hoja yangu ya pili ni uboresha talanta na vipaji ambavyo wanafunzi wamebarikiwa nayo. Kwa mfano, tunampata mwanariadha mmoja anayeitwa Faith Kipyegon. Aliuboresha talanta yake na kwa sasa yeye ni mojawapo ya wana riadha na mojawapo ya wana breki rekodi nchini hapa Kenya. Asante. Elimu kitu azizi, elimu ni taa. Mpige makofi. Elimu ni taa gizani uzagaa. Lakini mbunge toka kaunti ya Nairobi
Usimuone hivi amesema nina maarifa. Hebu niwape dawa. Waeleze. Serikali inapotoa elimu bila malipo, idadi ya wanafunzi katika shule ya kibinafsi hupungua, kwa hivyo kufanya walimu kukosa ajira. Hii inaathiri vikubwa wasimamizi wa shule hizo na familia zao. Hoja yangu ya pili ni ukosefu wa miundo misingi. Ingawa serikali inagharamia elimu bila malipo, haijagharamia miundo misingi kama vile madarasa. Kwa mfano, ukienda katika kaunti ya Turkana, utawapata wanafunzi wakisomea chini ya miti. Kwa hivyo, elimu bila malipo haijawasaidia wanafunzi hawa kikamili. Asante. Unasema unaitwa nani? Stefani Nyambura. Yaani Nyambura, mtoto wa mama, yani mwerevu tu. Nani kama wewe? Makofi mpige jamani. Anazungumza kwa kujiamini. Simuone tu hivi. Mbunga anaijia fiki kweli kweli. Lakini kumbuka, hatukamilishi hapo. Naja kwenu. Hivi kwamba je, elimu? Hakuna unyanyapaa tena katika kila jinsia, bali tunashindana katika kila viwango. Pili, inatufanya sisi kutia bidii kama pale mwanzoni nilivyosema, mchwa ajengaye kichuguu kwa mate. Tunatia bidii tukitia fora bila kuangalia mahali tunatoka hapo manyumbani. Tatu, tunakuwa na motisha moyoni kuwa tunapokamilisha masomo yetu, basi hapo mbeleni tutaweza kutoa familia zetu mahali zipo, na pia tutakuwa watu wakuu katika nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo serikali imewezesha hata mtoto maskini kupata elimu kupitia mgao wao ule wa ada ya wanafunzi, kupitia ile wanasema Kiingereza capitation, sio? Nani kama wewe? Mpigie makofi mbunge huyu. Hapa nani anajiamini aseme? Ujango. Ningependa kuongezea kwa jambo ambalo mwenzangu alisema. Wanafunzi wanapokuwa wengi shuleni kwa sababu ya elimu ya bila malipo, wanafunzi wanaongezeka lakini walimu hawaongezeki. Hivyo kunakuwa na kazi nyingi kwa walimu, na hivyo wanachoshwa na hawapati nafasi ya kushughulika na wanafunzi moja kwa moja. Hivyo hata kama elimu hii ni ya bure, si bora kwa wanafunzi. Nikikuja kwa hoja yetu sasa ya mwisho, serikali inapotoa elimu bila malipo kwa kila mwanafunzi, sekta nyingine nchini zinafilisika. Kwa mfano, ukiangalia sekta ya afya, wakati serikali inatumia pesa nyingi katika ufadhili wa elimu, kunakosa chanjo, madawa na hata sindano kule hospitalini. Hivyo utawapata kila mara madaktari wanagoma ilhali walimu wako shuleni na hawagomi. Asante. Terry, una hakika hujatoka chuo kikuu? Unatoa kauli pevu kama hizi? Ungetamani kuwa nani maishani mwako? Ningependa kukuwa mfanisi majenzi. Sawa, ushasikia hiyo? Mtazamaji umesikia hiyo? Mpiga makofi jamani. Ametaja msanifu ujenzi, architect. Acha basi tuendelee kutazama tu. Hii ni sanaa ya Kiswahili, kumbuka, imependeza. Mapigo ni ya kwanza, raundi ni ya kwanza. Tukirudi itakuwa inapendeza zaidi kuliko nyama ya nyongeza. Sehemu ya chemsha bongo, halafu majaji watatueleza kwa kina, je, imekuwa vipi? Hii ni sanaa ya Kiswahili, ina mfano bora zaidi wala kifani hakuna. Usiondoke. Sadakta mtazamaji, ni sanaa ya Kiswahili, na asante sana kwa kila mmoja anayetufuatilia. Hata kwa jirani mwambie azidishe sauti kidogo, ongeze sauti angalau afuatilie sanaa ya Kiswahili. Chemsha bongo, tuanze na mabingwa hawa toka Ndururuno. Jina lako? Kwa majina ni Paul Kamau kutoka shule ya Ndururuno grade ya 9. Asante sana Paul Kamau. Asante sana Paulo. Jina lako mdogo wangu? Kwa majina naitwa James Murumba kutoka shule ya msingi sekondari ya Ndururuno. Asante sana Jemo. Ukita nani binti? Kwa majina ni Consolata Njeri kutoka shule ya sekondari msingi ya Ndururuno. Consolata, asante sana mtoto wa Mungu. Unakuita nani bwana? Jina langu ni Fidel Castro Karaoke kutoka shule ya sekondari msingi ya Ndururuno. Fidel Castro Karaoke, asante sana. Nani kama wewe? Ninaitwa Brian Misango kutoka
shule ya sekondari msingi ya Ndururuno, gredi ya 9. Asante sana kijana mrefu barani Afrika. Makofi kwake. Nakuita nani bwana? Jina langu ni Stanley Mwangi kutoka shule ya sekondari msingi ya Ndururuno. Barabara kabisa watoto wangu. Tukae vizuri, weka vichwa pamoja, alafu swali linaanza papo kwa hapo kama ukatajiwe. Swali la kwanza. Tunga sentensi yoyote ile kwa kuzingatia kivumishi. Sifa tasa. Mama yake aliyekuwa tasa alituzwa kwa unyenyekevu wake. Mama yake aliyekuwa tasa alituzwa kwa uvumilivu wake, sio? Piga makofi bingwa. Mbuka ametumia neno tasa, ni mwerevu sana huyu bwana. Lakini kivumishi chenyewe lilitaka si neno tasa, lakini kwa sababu tasa ni kivumishi chenyewe tasa, sasa amenishinda. Swali la pili. Taja nomino yoyote yenye silabi funge. Nimekuibia kidokezo tu. Nomino gani hiyo? Mti. Bado. Sasa silabi mbili bwana. Nomino hizi ni kama vile daktari, maktaba, muktubi, x-ray, neno kama hayo. Nasikia yana konsonanti ndani zinafuatana. Swali la tatu. Mkishirikiana manake CBC hapa tunashirikiana. Mmoja imbe wimbo wa taifa, ubeti wa 3. Na tujenge taifa letu, ndiyo wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Makofi kwake. Nani kama yeye aise? Swali la pili toka mwisho. Mwana riadha, punda milia, chemsha bongo. Hizo ni nomino gani hizo? Nomino ambata. Nomino ambata. Piga makofi James. Harakisha. Wingi wa sentensi. Mchwa ameliwa na mwewe. Wingi wake? Mchwa ameliwa na mwewe. Mchwa wameliwa na mwewe. Makofi kwake. Swali la mwisho. Swali la mapisi. Mwanadamu ana ngozi, mayai. Jaribu. Ongea hata lugha ya kikwenu. Aya basi mpenzi mtazamaji. Mayai ni makaka. Moja ni kaka. Basi baada ya kusikiliza sauti zao na wakafika pale ambapo wanatazama tu, lazima tusikilize majaji wamewatathmini, wamewasikiliza. Safi. Mathias Momanyi, nashukuru katika awamu hii ambayo umeelekeza wanafunzi wamejadili, yani katika bunge la wanafunzi, na wakaingia katika hatua ya pili ya chemsha bongo, na vile vile katika kitengo hicho cha bunge la wanafunzi swali uliwapo wanafunzi katika kujadili ni elimu bila malipo imeongeza ubora wa elimu, na hakika wapata kwamba wanafunzi walifahamu kwamba hilo ni swali la mjadala na kuweza kulijadili. Waliounga hoja wakaunga na waliopinga wakapinga. Wama usema kila mwamba ngoma uvutia kwake. Kwanza waliweza kufahamu hasa azima hii ya elimu bila malipo nini. Elimu bila malipo ni sera ambayo serikali hutoa huduma ya elimu kwa wanafunzi bila kutosa ada yoyote, hasa katika shule za umma. Hufanya hivyo kwa kuongeza usawa wa kupunguza vikwazo vya elimu, na kwa hivyo pata kwamba wanafunzi hususan kutoka katika aila fukara ndipo wanapata fursa ya kujiunga na shule. Waliounga wakasema kuna upatikanaji wa elimu kwa wengi, umeongeza wanafunzi wengi kwenda shuleni, ambapo mwanzo kutoka aila maskini hawakuweza kwenda shuleni, lakini elimu hii imeweza kuwezesha wanafunzi wengi kwenda shuleni. Vile vile imehamasisha jamii. Kuna baadhi ya jamii ambazo wanafunzi walikuwa wanafanya kazi za nyumbani, wengine walikuwa wanachunga mifugo, wengine walikuwa wanakwenda shambani, lakini elimu ya bure sasa imehamasisha wazazi na kuwaruhusu wanafunzi wao ama watoto wao kwenda shuleni. Vile vile mbali na kuhamasisha wanafunzi, vile vile imeimarisha miundo misingi, ambapo kuna baadhi ya sehemu ambazo hazikuwa zinafikiwa, lakini elimu ya bure ilipotolewa, bila shaka serikali ikashirikiana na mashirika mengine ya maendeleo kuunda miundo misingi ili shule hizi kuweza kufikiwa. Vile vile imetoa ajira kubwa mno kwa walimu. Pata kwamba ajira imepatikana kutokana na ongezeko la wanafunzi pale mashuleni. Kwa hivyo serikali imejilazimu kuajiri walimu wengi. Katika kitengo cha chemsha bongo, natumai wanafunzi walielewa vizuri sana na wameelekezwa kuhusu swala la usurufi.
na ukauliza kuhusu vumishi tasa. Vumishi tasa ni vumishi ambavyo havichukui viambishi vya ngeli, kwa mfano safi, hodari na kadhalika. Silabi funge na silabi wazi, hizi ni silabi ambazo zinakinzana. Yaani silabi funge inaisha kwa konsonanti, natumai uliwatolea mifano, muhtasari labda, na silabi wazi ni silabi ambazo zinamalizika kwa irabu. Kwa mfano mama, baba, kitabu na kadhalika. Nomino ambata, nomino ambazo zimefungamanishwa kwa pamoja. Alafu kuna swali la la ngozi, natumai ile kile swali la mapisi. Mwanadamu kwa ngozi, yai kwa nini, na likawa ni kaka, natumai walilenga ndipo. Bingwa kulingana na namna wanafunzi walivyowasilisha kwa mjibu wa vigezo vya CBE, kwa hivyo nitawatunuku wamezidisha matarajio. Nashukuru bingwa. Makofi wapigie. Nani kama hawa? Walimu wetu, mama yetu, kazi kwako tena. Pongezi na wapa wanafunzi na walimu waliowatayarisha, hongera. Yangu tu ningesema vile jaji mwenzangu ameelezea juu yote yale ambayo ningeelezea, hoja zao zote tumezisikia. Tumeona kuwa wamesema kuwa elimu ya bure inawezesha wanafunzi kukuza vipawa ambazo ni talanta, na tunaziona wanapozikuza wanasaidiwa na walimu kuweza kuziboresha zaidi. Mbunge mmoja akatoa mfano wa Kibiegon, asante sana mbunge Hope. Ilikuwa kazi nzuri kwa wapinzani, pia ilikuwa kazi nzuri, ingawa walilalama wakisema elimu bila malipo inaleta msongamano wa wanafunzi ambapo wengi wao uzembea. Na ni ukweli kabisa, wengi uzembea bila kujua wanachoweza kukifanya, mchezo ukawa mwingi. Kwa hivyo hapo nafikiri kwa upande wa walimu wataangalia upande huu. Hongera pia kwa walimu wa Kiswahili, nimesikia Kiswahili kizuri pale, ngeli ziko sawa isipokuwa hapa na pale. Hongera kwa wabunge wote wenye kikao, tunatarajia kuwa na bunge moto wakati wao. Asante sana. Haya, bila shaka tupige makofi jaji wetu. Basi tamu inavyozidi utamu basi inanogesha. Je, imenoga? Sanaa ya Kiswahili. Asante sana walimu wote wa Jeffries Academy na St. Austin's, pia bila kusahau International School of Kenya ISK wanafuatilia, wanasema isi tunawaalika pia, njoo mtuelekeze na mtufundishe Kiswahili. Nani kama sisi? Nikirudi tunashuka ndani ya fasihi. Itakuwa vipi? Usiondoke. Asante sana mpenzi mtazamaji, kumbuka ni sehemu nyingine tena ile ipendayo, sehemu ya fasihi, sehemu ambayo kila mmoja anatoa hoja zake kisha anazijadili. Kumbuka ni sehemu ambao wanafunzi wanaonyesha pia umahiri wao. Lakini hata hivyo nafurahi zaidi kumwona mwalimu mkuu Bi Nancy Muturi amekwisha fika hapa. Tumpe kalabanda zake. Kalabanda. Kalabanda. Wake Nancy. Kalabanda. Senyorita. Hapo sawa, ukishamuona basi bila shaka mpenzi mtazamaji, huyo ndiye mwalimu mkuu hapo katika shule ya Ndururuni. Kumbuka sasa hivi tunaingia moja kwa moja kwenye maswali ya fasihi. Kabla ya hapo, mabingwa wajitambulishe. Unaitwa nani bwana? Naitwa Brian Ndirangu Ashira. Brian Ndirangu Ashira. Asante sana. Na huyu bwana mdogo? Nami naitwa Samuel Mbote. Samuel Mbote. Nani kama wewe? Nami naitwa Christian Katiku. Asante sana Christian Katinu. Ana Viona. Jina langu ni Stephanie Nelima. Barabara kabisa. Nawe? Betiana Tieno. Asante sana Betiana Tieno. Mtazamaji, kabla tuanze katika maswali ya fasihi, tunachambua kitabu chetu leo, Doa la Ndoa. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi za kuvutia zilizoandikwa na waandishi ambao wamedhihirisha ukwasi mkubwa wa lugha ya Kiswahili pamoja na ustadi wa kumudu utanzu wenyewe. Hadithi hizi zinazungumzia maudhui maalum kama vile ufisadi, utamaduni. Zimesheheni hadithi hizi taharuki ya kusisimua na uwezo wa kubana matukio. Waandishi Gitonga Brian Murimi, Myra Ezekiel Bonotolo na James Situma wamejenga sifa safi zaidi za wahusika kwenye kitabu hiki cha Doa la Ndoa. Takute nawe mchapishaji, tunakualika kwenye sanaa ya Kiswahili
tumdadavue, tumchambue na tumtambue Mswahili. Usiende mbali. Asante sana, tunaelekea moja kwa moja katika masuala ya fasihi, na moja kwa moja tuanze na swali la kwanza. Taja mashairi yenye mishororo mitano huitwaje, na mashairi yenye mishororo mitatu huitwaje? Huitwa tadhlitha. Tadhlitha, umepata, makofi kwake. Pa 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 pa. Aya. Mishororo mitano. Shairi lenye mishororo mitano huitwa takmisa. Takmisa, makofi kwake. Santa, swali la pili. Napendeza hii. Mtu ambaye huwasilisha kazi za fasihi, iwe ni fasihi simulizi, anaitwa nani? Anaitwa fanani. Anaitwa fanani. Ani wewe ni mjanja kweli. Shawapata nikupatia kidokezo. Makofi kwake. Basi. Swali jingine. Katika fasihi kuna mbinu zinazotumika. Mbinu inayomwacha mtu kwa maswali, ni kipi kilitendeka? Kiingereza inaitwa suspense. Kwa Kiswahili inaitwaje? Mbinu hii huitwa taharuki. Huitwa taharuki. Hatari sana. Mpiga makofi jamani. Papo hapo kwa mbinu. Mbinu ya kutilia chumvi ni chuku. Mbinu ambapo watu wanapewa majina kulingana na sifa zao. Mkubwa jina lake ni tembo. Hiyo mbinu inaitwaje? Mbinu majazi. Mbinu majazi. Una hakika? Una hakika? Wache mchezo. Makofi kwake. Swali la mwisho. Ukiwa na mwenzako, mkiwa pamoja, mmoja ibuke kwa shairi lenye ubeti mmoja. Mimi mtoto mzuri, shule yetu shule nzuri. Wanapenda watoto wazuri, nasi tuwakuwa wazuri. Makofi mpigie. Ila amebuni na alijafuata sheria. Hilo linaleta swali. Maswali ambapo watu wanajibizana. Watoto, wazazi. Watoto, wazazi. Mashairi ya kujibizana. Yanaitwaje? Ngonjera. Ngonjera. Kuna tofauti ya ngonjera na malumbano. Majaji watatueleza. Watoto wamefanya kazi kubwa zaidi, mpenzi mtazamaji. Kumbuka ni kipindi chako nambari 1, sanaa ya Kiswahili. Asante sana wote ambao wanaendelea kutufuatilia. Ndima Kanini wanafuatilia. Asante sana Maroon Schools pia. Wanafuatilia kwa karibu zaidi pia. Makini Group of Schools wanasema kazi nzuri haina mfano. Nani kama hawa? Kumbuka Nduru Runo, hapa si mchezo. Kazi tamu zaidi. Tunaenda kwa majaji tusikilize wanasemaje. Tumeingia tena katika sehemu ya kwanza ya fasihi na wanafunzi wamejikakamua vilivyo. Wameweza kujibu maswali hapa ya pale ya fasihi. Tunaona kuwa hawako vibaya sana katika fasihi, lakini tunawahimiza tu walimu wa lugha ya Kiswahili ya fasihi waweze kupitia vipengele vyote vya fasihi na waweze kuchambua mbinu zote za lugha katika fasihi ili kuwawezesha wanafunzi hawa kuwa imara katika uandishi wa fasihi na pia fasihi simulizi ili waweze kung'aa katika sanaa ya Kiswahili. Wamejaribu sana wasemaji wote, sana sana Ann yuko ngangari katika Kiswahili na wengine wote Chui na Simba wako katika kiwango kile cha wastani. Kwa hivyo walimu wa fasihi ama walimu wa lugha lazima waangalie sana sehemu zote za fasihi ili wanafunzi waweze kujiwakilisha vilivyo katika sehemu hizi, waweze kuzielewa kwa makini. Safi Bwana Mathias Momanyi katika kiwamu hiyo ya fasihi, na hakika kwamba tunaona kwamba walimu wa idara ya Kiswahili katika shule ya Ndururumo wakiwakilishwa na Elizabeth Mwangi, Jennifer Munialo, Paul Wanjala, Joseph Umenya, kuna Duncan Musyoka, Richard Mureithi na Margaret Kamau wamefanya kazi kubwa mno. Na wapata kwamba pia unapoketi hasa ni karibu na mwenyekiti, bila shaka wapata kwamba yeye anazungumzia tu masuala ya walimu kujiandaa. Hiyo ndio uzuri wa kuketi na mwenyekiti. Hata hivyo wanafunzi kwa hakika kwamba wamejaribu kulingana na uwezo wao, wakawa wameelewa vipengele hivi vya fasihi, kwa sababu kwamba ni karatasi ya pili ambayo inatainiwa katika mtihani huu wa JS, yani ambao hawa ndio watakaofanya mtihani kwa mara ya kwanza, labda tuseme ni wanambe.
Kwa hivyo katika kitengo cha ushairi wauliza kuhusu masuala ya mishororo, na wapata kwamba kuna aina mbalimbali za mashairi kwa mujibu wa mishororo. Yani shairi la mshororo moja ndio huitwa tathmina, mishororo miwili ndio huitwa tatnia, mishororo mitatu tatlita tarbia, minne alafu mitano takhimiza, alafu sita ndio tasdisa. Alafu kawaambia kwamba anayewasilisha kazi ya fasihi ndiye msanii, lakini wapata kwamba anawasilisha kazi ya fasihi simulizi, basi naye ndiye akawa nani? Akawa fanani. Na wapata kwamba fanani huwa pia na sifa zake, wapata kwamba lazima awe mcheshi aweze kuelewa hadhira, vile vile awe lazima awe mlumbi mzuri ili kazi yake iweze kueleweka vizuri kwa hadhira. Alafu katika tamathali za usemi ndio wapata kwamba kuna tamathali nyingi za usemi, na vile kuna mbinu za mwandishi. Mbinu za waandishi ndio bahujiri kulingana na upekee ama ufundi wa mwandishi, lakini tamathali za usemi basi hizi ndio matumizi ya lugha ambayo yanabainika kwenye kazi ya fasihi, na ndio tunaita mtindo wa lugha. Kazi mojawapo ambayo imejiri ni kuna mbinu kama taswira ambayo inaonyesha picha ambayo inajiri, kuna balagha ambayo ni maswali yasiyohitaji majibu, vile vile kuna taswira yani picha ambayo inajiri katika kazi ya mwandishi, vile vile kuna kinaya ambapo inamwacha mhusika katika hali ya taharuki kutaka kusoma na kujua zaidi. Tashbihi ulinganishwa moja kwa moja, kwa mfano hapo sema mwerevu kama mlingoti mweusi kama lami, alafu hiyo vinaweza kusema mwenye maneno mengi kama chiriku miongoni mwa mengine. Alafu kuna kitengo kingine ambacho cha aina za mashairi ambapo ulenga katika malumbano na ngojera, ambapo ngojera huwa na wahusika wawili ama watatu wanaobadilishana hoja, lakini malumbano moja kwa moja, mmoja anatoa hoja na mwingine anapiga katika ubeti unaofuatia. Kwa hivyo yalikuwa yanajulikana kama bahari za mashairi katika mfumo wa 8 lakini wapata kwamba tunapokuja kwenye mfumo huu wa CBE yani competence based education, basi nao wakawa wamebadilisha, yanaitwa aina za mashairi. Bingwa wanafunzi wamejaribu kulingana na uwezo wao, na katika tathmini, kigezo cha tathmini nami nitawapa, wamefikisha matarajio. Nashukuru bingwa. Aya, kazi safi sana wamefanya, kubwa zaidi Ndururura hapo wamefanya kazi kubwa zaidi, ambapo wamesema wenzao Moi Forces Academy kwamba wape hongera, wanafanya kazi kubwa zaidi, kazi safi. Nani kama hao? Hivyo basi kumbuka ni kazi ambayo ameifanya mwalimu mkuu na kikosi chake na jeshi lake, nazungumzia Nanze Muturi. Makofi tena tupe. Kalabanda, 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 kalabanda. Signorita, signorita. Baada ya wao kufanya kazi kubwa kama hii, kazi ya ndovu kumla mwanawe, kazi ya pantosha, sasa wamevuna pankwisha. Je, wakiingia sakafuni hapa itakuwa vipi? Sakafu itaibuka vumbi leo. Wanadensi watakuwa wakiingia pindi tu mwenzangu Rashid Mohamed wa Mkondo atakapokuwa akiingia sakafuni. Kumbuka ni sanaa ya Kiswahili, usiondoke wala kufanya kipimo. Ni densi hapa, ni kuzikwenda. Tunaona watoto wako chonjo, wako ange. Je, wana miondoko gani? Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, ni katika sehemu yetu ya mwisho kipindi sanaa ya Kiswahili densi. Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim. Eu te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direitinho, tipo assim. Akomele hapo mgeni, hata we mwenyeji komea papo hapo. Siku zote imependeza zaidi sanaa ya Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kutoa shukrani zetu jazila kwa kutuwezesha kufikisha kazi yetu ya sanaa ya Kiswahili papa hapa. Kumbuka imekuwa ni kazi kubwa zaidi,
wanafunzi wamekwisha onyesha namna kipaji chao ni riziki mafungu 7, ni riziki amewapa Mola. Kwa hivyo nina imani fika kuwa unapozidi pia kutazama KBC Channel 1, hapo ulipo mpenzi mtazamaji, unapata fursa zaidi ya kuweza kufika kwetu, angalau tukuambize, angalau tukurekodi, angalau pia tujue kipaji kipo namna gani. Haijalishi ni Kabianga, haijalishi ni Kisumu, ama ni Moyale, Kitale, paka Kisauni, hapo twaja. Kumbuka ni KBC Channel 1. Mpenzi mtazamaji, tunasema ni asante sana kwa wote ambao wamefuatilia kipindi chetu. Jumapili nyingine tupatane siku nyingine katika kaunti nyingine. Imekuwa ni furaha isiyo kifani. Kwa wanafunzi wangu wote ambao ni Wanduru, bila shaka nasema Mungu awape mbawazi na baraka tele tele kama pishi la mchele chini ya usimamizi wa mwalimu mkuu. Na acha hivyo nikisema Mungu atatutimizia haja na penye hija. Jina langu ni Mathias Momanyi. Bingo. Mpenzi mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, na kufikia hapa tuna budi kulikunja jamvi la kipindi Sanaa ya Kiswahili. Kwa hakika kimekuwa mojawapo ya kipindi bora zaidi mwaka huu wa 2025, kuonesha kwamba mfumo wa CBE unafanya kazi. Mpenzi mtazamaji, mimi mwenyewe leo nimefurahia kwa sababu nimezunguka kwenye hii shule na nikaona wanafunzi wanajipa shughuli za kufanya. Wameniambia tulikuwa na sungura 2 na sasa tuna sungura 61, na nikawaona wanawalisha vizuri, wanaweka vizuri, na nikapita nikaona Momanyi greenhouse kwa Kiswahili inaitwaje? Greenhouse. Nipa kazi ya ziada mzee. Kina Dani kuna jina ambalo alikuwa ameniambia mwalimu Kombo. Ndio. Sekunde za kuhesabu nakupa. Bila shaka nimepata pale kuna sukuma nzuri sana, na wewe unapenda sana sukuma. Sana. Lakini kwa vile watoto ni wengi, tafadhali usibebe. Sawa. Na mtazamaji, basi kwa niaba ya mwalimu mkuu wa shule hii Bi Nancy Muturi ambaye tuko naye hapa, ametulia tisi anafuatilia kipindi hichi. Mwalimu mkuu, tunasema shukran sana kwa kutualika katika shule yako, na kwa niaba ya walimu wote ambao tumeshirikiana naye, asante jaji wetu Jennifer N. Chuma, vile pia asante mwalimu Sharif Paul Wanjala, mwalimu Elizabeth Mwangi, mwalimu Mburu na walimu wengine wote. Hadi Jumapili ijayo, kipindi sawa na hiki, shule tofauti, runinga sawa na hii. Mimi jina langu naitwa Rashid King Call Palma Mwamkondo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima mambo yalo ya kweli, bayana neno nasema tutukuze Kiswahili.